anaitwa Loriendo Dilson Maria Aurelio almaarufu kama Depu. Ndiye aliyekuwa mchezaji bora katika mchezo wa leo hii, Yanga ikicheza nyumbani kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam dhidi ya Dodoma Jiji, wakati mchezaji huyo wa kimataifa kutoka Angola alipofunga mabao mawili na kuiwezesha Yanga kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji katika mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkali, mechi ambayo katika dakika zote 90 za mchezo ni Yanga ndio waliokuwa kimiliki zaidi mpira, lakini Dodoma Jiji chini ya kocha Amani Josia ilikuwa ikizuia zaidi, ikishambulia kwa kushtukiza na kuonyesha ufundi wa hali ya juu katika mfumo huo wa kuwa timu ya pili mchezoni, lakini ikishambulia kwa kushtukiza na kusababisha madhara kadhaa. Ni katika mchezo ambao mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza matokeo yalikuwa ni 1-1 na ni Dodoma Jiji ndio walotangulia kufunga bao la utangulizi katika dakika ya 41 kupitia kwa William Edgar aliyepata pasi nzuri kutoka kwa kiungo Nelson Munganga na kuiduaza Yanga ambayo mpaka muda huo ndio iliyokuwa ikimiliki zaidi mpira, ikifika zaidi kwenye lango la Dodoma Jiji, na zile nafasi chache walizozipata zilishia mikononi mwa golikipa Ali Salim Katoro. Ni mpaka katika dakika 45 plus dakika za nyongeza za muda ule ambao mwamuzi Mnyupe alikuwa akifidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali katika kuhitimisha kipindi cha kwanza, ndipo Yanga waliokuwa wakiendelea kufanya mashambulizi kwa kasi walipopata mkwaju wa penalty baada ya Frank Asinki, beki wa kimataifa kutoka Ghana, kufanyiwa madhambi na Andy Bikoko, na hivyo mkwaju wa penalty ndipo Depu alipofunga na kufanya mpaka mapumziko mechi kuhitimishwa kwa bao 1-1. Bao hili la Depu lilikuwa ni katika dakika 45 plus. Matokeo yake ilikuwa ni 1-1 kufikia mapumziko. Lakini katika kipindi cha pili Yanga walifanya mabadiliko kadhaa, kuingia kwa mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda Alan Okello, kuingia kwa kiungo wa kimataifa wa Tanzania hivi sasa baada ya kubadili uraia wake kutoka kwa wagine Mohamed Damaro Kamara, lakini vile vile kuingia kwa Dzuka Buya, kiungo wa kimataifa kutoka Kenya. Yanga ikaongeza kasi zaidi katika kushambulia katika nyakati ambazo Dodoma Jiji baada ya kuzuia sana walijikuta wakizidiwa na Yanga ambao ubora wa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia kwa nishati iliyotokana na wachezaji waliotoka nje, Dodoma Jiji wakajikuta wakipelekewa mashambulizi zaidi katika kipindi cha pili, jambo ambalo hatimaye likawafaidisha Yanga katika dakika ya 60 pale Depu alipofunga bao zuri la kichwa akitumia pinpoint pass kutoka kwa Dzuki Abuya aliyekuja kutuliza timu katika eneo la kati. Hiyo itoshi, dakika ya 66 baada ya Depu kufunga bao lake la pili katika mchezo huu, Dube Prince dakika ya 66 akahitimisha idadi ya mabao ya Yanga katika mchezo wa leo hii kwa kufunga bao la 3, na hivyo Yanga kupata ushindi wa mabao 3-1. Ikumbukwe mpaka mapumziko Yanga walikuwa kimiliki mpira kwa 73%, lakini nafasi wazi hazikuwa zikipatikana sana kumfikia golikipa Ali Salim Katoro. Mpaka mapumziko Yanga walikuwa wamepiga mashuti ya kulenga shabaha 4 kati ya 7, huku Dodoma Jiji wakiwa wamepiga mashuti 3 yaliyolenga shabaha kufikia mapumziko. Lakini katika kipindi cha pili Yanga wakawa kitawala zaidi, Dodoma Jiji wakishambulia kwa kushtukiza. Katika tukio mojawapo, kiungo wa ushambuliaji Idi Kipagwile alitaka kufunga bao zuri la msimu kumtungua golikipa Djigui Diarra nyuma ya mstari wakati wa uwanja, akimtime kwa kuwa alikuwa mbele kidogo ya lango. Ni kwa sababu Yanga walikuwa ndio wakishambulia, hakukuwa na sababu Djigui Diarra kubaki kwenye mstari wa lango, na ndipo hapo Kipagwile akataka kufunga bao zuri ambalo hata hivyo Djigui Diarra alicheza mpira husika na kuwa kona. Mpaka mechi inakamilika Yanga umiliki wa mpira ulikuwa kwa wastani ni 65% kulinganisha na 35% za Dodoma Jiji, hali ambayo iliakisiwa na kile kilichoonekana uwanjani, hasa katika kipindi cha pili ambapo Dodoma Jiji walijitahidi kumiliki zaidi mpira kulinganisha na kipindi cha kwanza. Lakini kwenye mashuti, mwisho wa siku Yanga wakawa wamepiga mashuti 12, kati ya hayo mashuti 7 yakilenga shabaha, ilhali Dodoma Jiji mechi nzima wakipiga mashuti 8, kati ya hayo 4 yakilenga shabaha. Matokeo leo hii ambayo Depu alikuwa mchezaji bora wa mchezo kwa kufunga mabao 2, lakini pia kwa namna alivyokuwa akicheza yameifanya Yanga ikuwa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiipiku JKT Tanzania yenye pointi 21, kwa sababu Yanga sasa ina pointi 22 baada
ya kucheza mechi 8 na hivyo kuwa na ufanisi wa around asilimia 92, maana ni asilimia 91.666 kwa kufikisha pointi 22 kati ya 24 zitokanazo na michezo 8. Lakini pia kwenye mabao Yanga iliendelea kuonyesha ilivyokuwa na safu kali ya ushambuliaji inapokwenda juu kuelekea kwa lango la upinzani kutokea katikati ya mstari wa uwanja, kwa sababu mabao matatu ya leo hii imeifanya Yanga sasa iwe na mabao 21 katika mechi 8, huku bao lililofungwa na William Edgar leo hii likiwa ndio bao la pili katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa maana nyingine, Yanga ina mabao 21, imeruhusu mabao mawili, ina pointi 22, performance ya around asilimia 92. Wote performance. Lakini ni katika mechi ambayo Dodoma Jiji leo hii hawakuwa kama vile ambavyo walizoeleka wanapokutana na Yanga, kwa sababu katika mechi 5 zilizopita Dodoma Jiji hawakuwa bolia sare, wamefungwa zote. Kwa ujumla walikuwa wameruhusu mabao 15, lakini leo hii Yanga ambao msimu uliopita ilifunga Dodoma Jiji katika mechi 2 mabao 9. Mzunguko wa kwanza 4 bila, mzunguko wa pili 5 bila. Leo hii Dodoma Jiji chini ya kocha Amadi Josia ilicheza vyema katika kuzuia, jambo ambalo lilileta changamoto zaidi kwa Yanga ambayo yenyewe katika kikosi chake ilianza na wachezaji 7 wakianzia bench kati ya wale ambao 11 walioanza katika mechi dhidi ya Mashujaa waliposhinda Stabila, lakini pia katika mechi dhidi ya Al Ahly kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika walipofungwa 2 bila kule Misri. Wachezaji 7 walioanza katika mechi dhidi ya Misri walikuwa nje kama ilivyokuwa katika mechi dhidi ya Mashujaa. Lakini pamoja na hayo, kwenye mfumo Yanga ilionekana ikianza na Djigui Diarra leo hii akisimama langoni. Nambari 2 alikuwa Kibwana Shomari, 3 alikuwa Mohamed Hussein Shabalala, wakati katikati kulikuwa na Ibra Baka na Frank Asinki. Pacha nadra kuonekana katika kikosi cha Yanga kwenye mabeki wakati wa kiulinzi, na leo hii walifanya vyema pacha hii ya Asinki na Ibra Baka. Lakini katika mfumo huu wa 4-4-2 Yanga walikuwa katikati wana Musa Balakonte alianza pamoja na Mudathir Abbas, lakini pembeni kulikuwa na Maxim Pia Nzengeli, upande mwingine kulikuwa na Pacome. Wakati washambuliaji wawili walioanza walikuwa ni Depu, mchezaji bora wa mchezo wa leo hii, pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Wakati wageni Dodoma Jiji leo hii walianza na Ali Salim Katoro akiwa golini, lakini mabeki walioanza leo hii badala ya beki wa kulia kuanza Anderson Kimweri, leo hii alianza Dickson Mhilu, wakati kushoto ndipo alipokuwa Kimweri leo hii badala ya Miraji Zambwa aliyekuja kuingia katika kipindi cha pili. Lakini katikati mabeki walikuwa pamoja na Abdi Banda pamoja na Endi Bikoko. Wakati kwenye viungo kulikuwa na Salmin Idihoza pamoja na Nelson Munganga, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika viungo watatu washambuliaji kulikuwa na Mwana Kibuta upande wa kulia, kushoto kulikuwa na Idi Kipagwile, wakati katikati kulikuwa na Khelfin, huku mshambuliaji kinara akiwa ni William Edgar. Ni mfumo ambao ulionekana ni 4-2-3-1, lakini kwa kiasi kikubwa Dodoma Jiji walikuwa hawa viungo wake wakiungana na mabeki wao na kufanya eneo la Dodoma Jiji, wakati Yanga ikishambulia kwa idadi kubwa wakiwa ni Depu, Dube na viungo wakina Mudathir Abbas, akina Lakonti alikuwa at least havuki katikati ya mstari wa uwanja akiungana na mabeki wake Frank Asinki pamoja na Ibra Baka. Wakati Kibwana Shomari muda mwingi alikuwa akipanda juu, Pacome Zouzoua yeye alikuwa muda mwingi katika nusu ya pili ya uwanja karibu na lango la Dodoma Jiji kama ilivyokuwa Mohamed Hussein Shabalala. Matokeo yake wachezaji walikuwa kwa kiasi kikubwa kwa wastani wakiwa katika eneo la Dodoma Jiji, huku wao wakizuia zaidi, mbele wakimwacha William Edgar, na Khelfin mara chache alikuwa nyuma William Edgar akipata support pia kutoka kwa Nelson Munganga katika baadhi ya nyakati, lakini muda mwingi akiwa William Edgar akiwa peke yake katika kushambulia kwa kushtukiza. Ni mechi ambayo mwisho wa siku Yanga walipata ushindi uliostahili, na hasa kwa namna walivyocheza kwenye kipindi cha pili, wakati walipokuwa wakifikishiana pasi kwa usahihi, kufanya majaribio ya kufunga dhidi ya Ali Salim Katoro katika nyakati ambazo Dodoma Jiji wachezaji wake walionekana baada ya kuvujia jasho sana kipindi cha kwanza, na kipindi hicho cha pili wakizuia zaidi kufukuza mpira uliokuwa katika himaya ya Yanga katika muda mwingi wa mchezo, wakajikuta wakizidi kuchoka na kuwafanya Yanga wafike mara nyingi zaidi, kiasi ya kwamba kama kungekuwa na utulivu pengine na idadi ya mabao ingeongezeka. Mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi uliostahili wa mabao 3-1. Swali la kujiuliza ni kwamba je, kwa kasi hii ya Yanga ushindi
wa 7 kati ya mechi 8, performance ya asilimia 92, ambao ni zaidi ya ushindi wa matokeo ya jumla, ufanisi wa jumla wa Yanga msimu uliopita katika mechi 30, wakifikisha pointi 82 kati ya 90, performance ya asilimia 91. Hivi sasa ufanisi wao umezidi wa msimu uliopita, ingawa ndio kwanza mechi 8. Je, wataendelea hivi? Maana wakifanya hivi, maana yake ni kwamba kuna uwezekano wakapata ubingwa wa 5 mfululizo. Na kilichoibeba zaidi Yanga leo hii mpaka kufikia performance hii ya leo hii na kupata ushindi wa bao 3-1 ni pamoja na ubora wa wachezaji mmoja mmoja kulinganisha na Dodoma Jiji, na pia jeuri ya kocha Pedro Gonçalves katika kufanya rotation, kufanya mabadiliko ya wachezaji, kuwapa nafasi na wengine, kutokana na upana wa kikosi chake kikiwa na wachezaji bora karibu katika kila nafasi. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.